nikisema kwamba Libase Gay ajifunze nilikuwa namaanisha. Nilipokuwa nasema Loemba ajifunze kwa Alan Okello nilikuwa namaanisha hawa wote wameingia dirisha dogo. Wanamfikia kwa takwimu? Hapana, na wanapata game time ya kucheza. Maana yake nini? Ni ubora wa Alan Okello aliokuwa nao. Wao Simba wanatamani kuwa na Alan Okello. Maana yake mchezaji ambaye anafanya vizuri unatamani kuwa naye. Huo ndio uhalisia. Ukileta ushabiki utazungumza negative tu. Yes. Selemani Mwalimu anaonekana katika mchezo leo. Kauli ametoka kwa msemaji kwamba anavutiwa labda. Selemani Mwalimu ameonekana katika mchezo wa leo akitazama hapa. Na unahisi ina message gani kwake? Selemani Mwalimu ni mtu wa mpira. Kwanza mimi nampongeza kwa sababu amejiweka katika familia ya mpira. Nchi tuna watu wa ajabu sana. Ikicheza Yanga mtu wa Simba afuatilie. Ikicheza Simba mtu wa Yanga afuatilie. Ni mambo ya kihuni. Anathibitisha wazi na hapa anatoa elimu kwamba mpira sio uadui. Hata kama yeye ni mchezaji wa Simba kuja kuitazama game. Hata kocha, hata benchi la ufundi la Simba ilikuwa ni sehemu sahihi kuja kuangalia opponent wako. Kwa sababu baada hapa kuna mashindano ya muungano, si ndio? Baada ya muungano mnakuja kukutana. Yanga wanachezaje? Mimi nampongeza sana Selemani Mwalimu kwa hiki ambacho amekifanya. Anathibitisha wazi yeye sio buhuni, yeye ni mtu wa mpira. Lakini wahuni hawatokezi uwanjani hapa. Kwani kuna ubaya gani kuja kuangalia mechi ya Yanga? Hakuna ubaya, na hata wachezaji wa Yanga kuangalia mechi ya Simba sio kosa. Wanathibitisha wazi kwamba kumsoma, yani anakuja kusoma na yeye. Kwamba okay sawa, Baka yuko namna hii, kumbe huyu yuko namna hii. Huyu ni mtu wa mpira, mimi nampongeza alichokifanya na sio kosa. Ila kwa mtu ambaye ni muhuni, umekuja kufanya nini? Mimi ninachokuambia kwamba umekuja kuvuta hongo. Una mapenzi na Yanga, ndio nature ya Tanzania tuliokuwa nayo. Selemani Mwalimu mimi ninampongeza kwa kuweza kufika uwanjani na ameenjoy sana. Kwa sababu Selemani Mwalimu timu ambayo anachezea haijawahi kushinda goli 6. Unaelewa vizuri? Unapata wapi ujasiri kusema timu yako inapaswa kuwa bingwa hata goli 6 haijawahi kushinda? Utakuwa umechanganyikiwa. Kwa Selemani Mwalimu kilichomvuta hapa ni burudani ya Yanga ya kushinda goli nyingi. Hata kama ni wewe unasemaje? Hivi Yanga unaikataa kwa yengo ipi? Unaposema Yanga mbovu, Selemani Mwalimu mwenyewe anajua Yanga ni bora kuliko Simba. Na ndio maana amekuja kushuhudia boli. Ninampongeza kwa awareness kubwa aliyokuwa nayo. Unaona bado kuna upinzani katika hatua ya kugombania ubingwa wa ligi kuu. Kimsingi msimu huu ni ngumu sana kwa Simba. Labda itokee Mungu aamue. Kama msimu uliopita gap ilikuwa la alama 1 na Yanga ikawa bingwa. Sasa hivi alama 5. Tuombe dua kwamba Simba kuwa bingwa wa ligi kuu soka Tanzania. Yes, sikatai ni mpira, lakini kiuhalisia kwa mazingira yalivyo ni hali ngumu sana kwa Simba. Kwa sababu matokeo ya goli 6 hizi kwa bila na clean sheet juu yake. Hakuna mwana Simba mwenye akili timamu amefurahi. Unalipata vizuri? Mwana Simba mwenye akili timamu hapa amesikitika kwa sababu mzigo umezidi kuongezeka. Maana leo Yanga ingepata suluhu au kufungwa, kungekuwa kuna advantage kwa Lunyasi. Lakini kwa sababu ukiangalia Simba inachanganya, alafu Yanga inashinda gepu la alama 5. Kilichowakwamisha Simba ni kudili na mambo ya Yanga kuliko mambo yao. Unaelewa ninachosema? Wana mambo mengi ya kuyafanya. Kuna swali lingine ondoke? Nani simata? Mechi hizo katika raundi ya pili kwa asilimia kubwa ndio maana halisi ya timu kubwa. Wapi kuna mistake wanakaa kama management na benchi la ufundi na kuweza kutatua changamoto ambazo zinaikumba taasisi. Kumbuka wakati Yanga Africans wanaitana kikao chao yalizungumzwa mengi sana. Lakini kwa sababu tumezungukwa na watu ambao sio wa mpira, watu wakaenda kukaa chini wakaangalia shida ni nini, wapi pana problem, wakaweza kusolve tatizo, na haya ndiyo matokeo yake. Bingwa mtetezi tangazo la taifa anataka ubingwa kwa udi na uvumba. Matokeo haya sio matokeo mazuri kwa Simba hata kidogo. Karibuni maswali na wakaribisha. Hakuna maswali, niondoke zangu. Unafikiri uwezo ambao ameonyesha Okello mpaka hivi sasa unaweza ukamweka kwenye ranki gani ya mchezaji? Kwa sababu anaonekana akifanya vizuri kwenye mechi za ndani na kuna baadhi ya watu wanamwandarate kwamba hizi ni performance za game ndogo tu. Unamwona wapi Okello ndani ya Yanga? Kwangu mimi Alan Okello anatoa shamba darasa kwa wachezaji wote walioingia dirisha dogo. Hawa kina Libase, kina nani wote unaojua wote kina Loemba. Kwa sababu ukiangalia ameingia dirisha dogo ndiye ambaye anayeongoza kwa assist. Sasa kwa sababu mpira ni science na ndio maana una takwimu. Kumkataa Alan Okello, cha kwanza unatakiwa uwe hauna aibu. Cha pili unatakiwa uwe na roho mbaya kwa sababu mpira ni takwimu duniani.
Leo Ronaldo ni mfungaji bora wa magoli mengi duniani kwa sababu ya takwimu. Why? Yanahesabika. Alan Okello ameingia dirisha dogo, anaongoza kwa asisti. Amewazidi wachezaji ambao walianza mwanzo mwa msimu. Niliwahi kusema kwamba usimkatie mchezaji tamaa ambaye ameonekana kwenye mashindano makubwa kama ya CHAN na AFCON. Mara nyingi wachezaji wanatofautiana uelewa ama kuadapti mazingira ya ligi nyingine ambayo ametoka na amekwenda ligi nyingine. Kuna mwingine anaelewa kwa muda mfupi, mwingine anaelewa kwa muda mrefu. Ndicho ambacho kiko kwa Alan Okello. Kwa mpaka dakika hii ndio Mwalimu Nyerere wa asisti tangu dirisha dogo lilipofungwa pale. Manake anaongoza kwa asisti, sio kwa bahati mbaya, na kila mmoja anaona anacheza mpira wa darasani, mpira wa maarifa na akili kubwa sana. Hivyo basi Vibudu huyu kauliza swali gani wewe? Chai sawa. Huyu amekuja na fact, amejenga swali mpaka na namba anakupa. Ongea uko media gani dada? Times FM. Yanga TV tunataka tusajili mwanamke kwenye idara yetu. Nitaanza kuangalia kwa umakini. Umenifurahisha sana. Sisi kwenye michuano ya kimataifa tumeweka rekodi ambayo tukijifananisha na wengine bado si ni bora, tukijifananisha na wenyewe kama Yanga bado ni bora zaidi. Miaka 25 iliyopita kabla ya uongozi wetu kuingia madarakani, Yanga ilikuwa inacheza hatua ya makundi kwa miaka 20 na inacheza hatua ya makundi. Uongozi wetu huu umeingia madarakani, tumepiga makundi back to back mara 3. Sio tu Yanga kufanya hivyo ni rekodi. Tanzania hakuna timu imepiga makundi back to back. Sio unaingia Champions League leo, kesho uko shirikisho. Kesho Champions League, kucheza Champions League back to back mara 3 ni Yanga pekee. Lakini pia tukafika mpaka hatua ya robo finali. Ni rekodi ambayo tumezijenga kwenye taasisi yetu na tunajivunia nazo. Lakini kwenye ligi pia tuna rekodi mbalimbali. Kwa mfano tuna rekodi ya unbeaten mara 49 tuliweka ambayo hamna timu imefanya hivyo. Leo tumeweka rekodi hii ya kufunga goli nyingi kipindi cha kwanza. Kwa hiyo the more timu inakuwa kwenye ubora, uongozi unakuwa makini, uongozi unakuwa bora, kila kitu kinakaa kwenye mstari. Kwa hiyo mimi naamini wala nikawaambia msijisumbue kuandika rekodi za Yanga sasa hivi. Bado yako mengi mazuri hamjayaona na inshallah tunavozidi kucheza mtaendelea kuyaona na kuenjoy. Nauliza swali lako, swali lako. Nimeona umezungumzia Kibudu. Ndio kile ni kipi unachozungumzia yeye? Watu Kibudu kipi? Tumpe nafasi jamani, msimtenge. Umesema wewe alikaa. Nimesema hivi karibuni. Nimeona kuna watu wameanza kuiga activation za Yanga. Lakini sisi tunafanyaga vile kwa mkakati maalum. Hatufanyi tu shughuli ili mradi shughuli. Ndio maana hata kwenye familia yenu kuna shughuli zinafanywa baada ya matukio maalum na kuna matukio yanatokea hamnaga hata shughuli. Umeelewa? Sasa sisi baada ya kuwa tunatambaza supu wananchi wanaenjoy na huwa tunazitoa tunapotafuta ubingwa. Katikati hapa nimeona kuna timu nyingine zimehamasika pia na wao kula. Sasa baada ya kuhamasika kula wakaenda kutafuta nyama ambazo kimsingi ni vibudu. Nilipata bahati ya kuona kichwa kimoja cha kondoo cheusi. Yaani katika maisha yangu sijawahi kushuhudia mnyama anachomwa. Yule mnyama kweli alikufa yule. Maana alikuwa kama na kisununu hivi, kapigwa moto kawa mweusi kama jivu. Wamelisha watu. Mechi iliyofuatia kesho yake uwanja ukawa tupu, watu wote wako hospitali, kila mtu ameshika tumbo. Zikatembea flyjini Arusha nzima. Ulikuwepo? Wewe uliponaponaje? Wewe uliponaponaje? Si ulikula au jala? Nimekula. Ulikula? Dawa zako? Dawa gani? It's not a game. It's a